nawe muthĩnjĩri wa Murungu munene wa kanisa ya Redeemed El Bethel Church uria uyekene ya Ezekiel Ruto ndene ya kanisa ya Mulika ire ndene ya Kioi Wand Igembe South Antorora ombete kwithirwa kiaranĩria na andĩki ba nteto ombete kwithigua atĩ kanisa cionthe iciombe kwithirwa ikiritanĩria na kumba kwithirwa igĩtũmĩria ruteto rwa Murungu na njĩra ya ma na njĩra ya kwithirwa bagĩthomethia kinya ana bara baumĩte family-inĩ ite ũciũmba kĩlo kĩnaugĩte atĩ kwĩna antu babaingi bena kinya motonga ya maingi indi batumba kwithirwa bena nkoro cia kwenda gũtethia antoro auritie kinya atongori ba kanisa bombe kwithirwa bagĩtonyera mantune ya nikenda bakaumba kwithirwa bagĩkũria community na njĩra ya kwithirwa bagĩthomethia ana kinya ndene ya Meru tumiria ijili euma eguruma maskini maatima na wasiojiweza. Kwa hivyo kanisa lazima ichukue nafasi ya kuangalia ndani yao katika community yetu ni watu gani hawajiwezi waweze kuwasaidia na ndipo wataona Mungu kweli anapita katika hiyo kanisa. Kwa hivyo ni wajibu ngaji ama kiongozi ama tajiri katika kijiji. Tuna matajiri wengi hapa Meru lakini hawasaidii. Unalibia utajiri mwingi kama tena nao mbinguni. Kwa lazima saa zingine uangalie masuala ya wengine. Mungu anakubariki ili baraka wa mayatima na wasiojiweza. Kwa hivyo sioni kama inafaa mtoto wote akose elimu na akiwa kanisani na akiwa na viongozi katika eneo hili. Pamoja na serikali kusaidia watoto wasome na yani njoo siko tusaidia zote. Hata tajiri mmoja akichukua mtoto asomeze, yule mwingine achukue mwingine. Itakuwa bora, itakuwa faida zaidi kwa community na pia Mungu atakubariki. Njia moja utafuta baraka ni kuangalia wasiojiweza na kuinua maisha yao. Kama ni tajiri jiulize, utajiri wako umeinua wangapi maisha yako ikainuka? Ombete kwithirwa akira ntukimbithi na kinya antu bonthe bara bomba kwithirwa betumira mitandao batumire mitandao na njira ya uma pareke kwithirwa bakirumana ndene ya mitandao ni untu mitandao ni kuonekanite ntukimbithi itonya muno na njira ya kurumana betumero kinya ni atu ba kisiasa. Napenda kuambia vijana wetu wanatumia mitandao ya kijamii tutumie kwa njia inayofaa. Use the social media responsibly. Naweza shtakiwa kutumia social media kwa njia isiyofaa. Na tutumie social media kubiri amani katika nchi yetu. Na natumia vijana kutoa matusi katika social media wanafanya kazi mbaya. Leo utaangalimia wakochokoe sema matusi kiongozi fulani lakini kesho yake pia watakugeukia. Kwa hivyo naomba vijana wetu tuwe kipaumbele kuomba amani katika nchi yetu na pia tutumie mtandao wa kijamii kujinufaisha kama vile kufungua biashara zetu kupitia social media, kuanza biashara zetu na pia katika mambo ambayo yanaweza kusaidia vijana tutumie kwa njia hiyo. Kwa hivyo tutumie kwa njia ambayo ni ya kuleta furugu katika nchi yetu ama ya kuleta mambo yasiyofaa. Kama yeye ni mzazi, ufurahi kusikia mtoto akituana kwa social media kiongozi fulani ama yeye mwenyewe. Kwa hivyo naomba pia viongozi wetu wa kanisa na serikali viongozi na mbalimbali to advise our young people in the right way ili watumike njia inayofaa. Kwenda asari bamenye kanya twala nana kete kugira kiume yete ndio mwanzo mchungaji bajiandaa sokiana skuru baidhura neno mtwane bakwenda mbesa bakwenda mantoa maingi. Kwa hivyo majukumu ya msiari kushughulikia mwana orani vile wetendene kura medali 22 mstari 6 mule mtoto kwa jipa safi hata atakapokuwa mzima hata ishao. Msiari na majukumu mengi sana yako ni mwana kumenyera kinya mantoa kwa Yesu semindia nidhamu wewe ulete mkinya seri ba pachangi tu mwana tuko na kanya kwa device msiari tuko na kanya device mwana okay na lokelia mwana ndakaisi alokeleru ali alokeleru tewenda kumenya wende mchungaji ngonya atu utero wa asiari ba feli te kwa njia mwana nyingine nontu bataida wa Saudia na mantoa batinya kwa leke India imanjukumu msiari kuelekeza mwana okay nontu ndi nana na kinya nandi na bimba teweta kibelekeza wenda mantoa tebu mantoa ubide atebu na nkaba kire au kaba teweta ndo bile mwana kirira rombe utia tamurungu nombe ya kulia kwa hivyo ngomba ndia asiari ko tatakia asiari itarelea itendelea pasogetia na skuru baitwane pasogetia na skuru na matani hapa tena sana kuromba ana na baba bwithi assignment ya bai skuru bai kikanya ko mibwithi bupoya bai tera skuru serurwa beta basokurenge kubwithia kwa uba mibwithi thai
na niyo itara mugwithia na ase na balori kithibo mugwithie batire no mbete kwithirwa akiuga ati kanisa niritanĩrie na njĩra ya kũrombera nthigũrũ ya Kenya nĩ ũntũ gũkĩa kwithirwa gũtĩ na thĩrĩ gũtũmbĩka kinya gũtũmĩrĩra ũteto wa Mũrungu ndene ya Kenya na kana kinya gũkĩa kwithirwa gũtĩ na thĩrĩ kinya ntũ batumba kwithirwa bakiona thĩrĩ kinya ndene ya misisi yao kana kinya ngwine ciao. Sisi kama viongozi wa makanisa lazima tuwe tayari kuombea serikali yetu na kuombea nchi yetu. Kwa nchi yetu ni Kenya, pasipo amani hakuna kuhubiri injili, hakuna kulima, hakuna biashara. Kwa hivyo lazima wana Kenya hasa waliookoka, wengine wanaopiga kelele kule nje kulaumu serikali, tujue yetu. Kwa hivyo natuambia kwamba tutii mamlaka aliyowekwa. Kwa kila mamlaka Mungu anaweka mamlaka. Pia katika kitabu cha Methali 21 kuanzia pale 1 tunasema kwamba roho ya mfalme kwa katika mkono wa Mungu, na Mungu bila pelekavyo mito bila pelekavyo pia moyo wa mfalme. Kwa tuombe Mungu wetu aweze kugusa moyo wa rais wetu, naibu wake na viongozi wote wa kisiasa ili tuhudumie vile inavyofaa, kwa kuwa Mungu akiwatia mzigo atudumia. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana tunapopiga kelele, tunapopiga siasa kama watu wa kanisa, tuwe kipaumbele na maombi kuombea taifa letu na kuombea nchi yetu. Pasipo nchi hii hakuna mahali ambapo tunaweza hata hubiri injili. Peter Stanley Nkoja ndende tonisia Baita TV na Baita FM 90.1 Mulika Keoi Igembe South.